Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gani mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo, ni siku nyingine tena tunakutana katika kapu la habari. Mimi Hilal Sefu Yami ndio kusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa utakuwa naye Zuberi Mgaya. Awali ya yote tunaangazia muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba wahimiza Watanzania kutunza akiba ya chakula. Bi Amina Juma, mkazi wa Chanika jijini Dar es Salaam, waomba Watanzania kumsaidia gharama za matibabu. Katika ruba za kimataifa, M23 kuendeleza mashambulizi yake nje ya mkoa wa Kivu Kusini baada ya kudhibiti mji wa pili kwa ukubwa katika eneo hilo wiki iliyopita. Kapu la habari linaanzia makao makuu ya nchi jijini Dodoma. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewataka Watanzania watunze akiba ya chakula walicho nacho na kuepuka matumizi yasiyofaa kutokana na hali ya kuchelewa kwa msimu wa mvua. Rajab Shaban Matuga anatuarifu zaidi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu ametoa wito huo wakati akizungumza na wakuu wa mikoa ya Dodoma na Singida pamoja na wakuu wa wilaya ofisini kwake Mlimwa jijini Dodoma. Kulingana na tathmini ya hali ya mvua kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA, inaonesha hali ya kuchelewa kwa mvua katika maeneo ya mikoa ya Dodoma, Katavi, Kigoma, Singida, Tabora na Iringa. Mikoa mingine ni Mbeya, Mtwara, Njombe, Songwe, Rukwa, Ruvuma pamoja na kusini mwa mkoa wa Morogoro. Pamoja na kuwa hakuna tishio la uhaba wa chakula kwa sasa, kama nchi tuna akiba ya ziada, tuna chakula cha kujitosheleza kama nchi, lakini ni vyema wananchi waendelee kuzingatia matumizi sahihi ya chakula, ikiwemo kuweka akiba na kuepuka matumizi yasiyofaa, kwa sababu tutadhalishwa kuhusu hali ya mvua kwamba hazitatosheleza, kwa hiyo huenda ikaathiri mavuno. Kwa ni vizuri tukaanza kuhifadhi akiba ya chakula tulionayo. Na kwa upande wa wafugaji, wanashauriwa kuweka mipango mizuri ya matumizi na uhifadhi wa maji na chakula cha mifugo, yasijitokeze yale ambayo tumewahi kuyashuhudia ya upotevu mkubwa wa mifugo kutokana na uhaba wa chakula pamoja na maji. Aidha, waziri mkuu amewasisitiza wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya kuhakikisha maafisa ugani wanawatembelea wakulima na kutoa ushauri ikiwemo matumizi sahihi ya mbegu kulingana na hali ya hewa. Badala ya kukaa maofisini, tumekuwa na shida hii ya kila mtu kuwa anakaa ofisini. Sasa ofisi za baadhi yetu inatakiwa iwe kule kazi yao na majukumu yao wanapotaka wasimamie, wawaelekeze, wawaelimishe wakulima, wawaelimishe wafugaji, ili madhara ya tahadhari hii tuliopewa yasiwe makubwa kwa wananchi wetu. Katika hatua nyingine, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewataka viongozi wa Mamlaka ya Bandari Tanzania TPA, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA na kampuni ya mbolea Tanzania TFC kuhakikisha shehena za pembejeo zinahudumiwa kwa wakati ili usambazaji ufanyike kwa haraka. Wahakikishe kama kuna shehena zozote ambazo pengine ziko bandarini, pengine ziko kwenye meli, pengine zinakamilisha utaratibu wa kutolewa, zitolewe kwa udharura, zitolewe haraka ili wakulima wetu waweze kuwahi msimu.
pasiwepo na ucheleweshaji wa mbegu ama mbolea ama viuatilifu katika wakati huu ambapo wakulima wanataka waende sambamba na msimu unapoanza, na hasa katika baadhi ya maeneo ambako tayari tunaona kuna baadhi ya viashiria kwamba msimu umechelewa ukilinganisha na miaka mingine. Mkazi wa Chanika jijini Dar es Salaam Bi Amina Juma amewaomba wahisani, wadau na Watanzania kwa ujumla kumshika mkono, kumsaidia gharama za matibabu ya maradhi mbalimbali yanayomsumbua, hatua iliyomlazimu kulala ndani kwa miaka kadhaa sasa. Mmoja mapafu, mwingine upumuaji. Nami nina shida ya moyo na pumu, vidonda vya tumbo. Vidole vyangu nimekutwa na saratani stage ya kwanza, na vilianza kama fungus, mara kwa mara vinatia usaha na damu. Huyu ni Bi Amina Juma, mama wa watoto wawili, mjane na mkazi wa Chanika jijini Dar es Salaam, akiwa na maumivu makali. Ameeleza maradhi na madhila anayopitia kwa kipindi kirefu. Nasumbuliwa matatizo ya pumu toka 2009. Siwezi kutembea kwa mwendo mrefu. Naanguka mara kwa mara, napoteza fahamu. Hiyo hali inatokea mara kwa mara. Nililazwa Muhimbili takriban miezi 9 kabla sijifungua mtoto wangu wa kwanza. Nimehangaika na matibabu, nilikuwa natibiwa Mwananyamala mpaka wamenihamishia Muhimbili. Kwa sasa natibiwa Jakaya, ndio naendelea matibabu na dawa kila mwezi, na kwa naendelea pale na matibabu. Pamoja na mambo mengine, ombi lake kwa serikali, wahisani na Watanzania kwa ujumla kumsaidia japo hata apate bima ya afya atakayomrahisishia matibabu yake. Ndiye bima kwa sababu nilishaifuatilia lakini bado kulipia. Kwa naomba nisaidie bima ambayo hiyo nilifuatilia ilikuwa 792,000. Yaani hiyo kidogo inasaidia, japo vingine utaongezea. Niliogopa kufuatilia bei kubwa zaidi toka nianze kupata matatizo haya. Nikutana na watu mbalimbali, kwa wengine wanaweza wakakaa kashangaa ukakuletea dawa, kashangaa hivi ni watu mbalimbali. Naomba wanisaidie chakula, mahali pa kuishi. Nimepanga nalipa 30,000 na umeme 5,035. Ndio kila mwezi. Unaweza kumshika mkono Bi Amina Juma kwa kutumia mchango wako kupitia nambari 0743972253 kwa jina la Amina Juma. Wakala wa barabara Tanzania TANROADS mkoani Dodoma umemtaka mkandarasi wa kampuni ya King Builders anayetekeleza ujenzi wa mradi wa makalavati wilayani Kongwa katika barabara kuu ya Dodoma Gairo kufanya marekebisho ya mapungufu yaliyojitokeza wakati wa majaribio kwa gharama zake mwenyewe. Nuhu Stima anatuarifu zaidi. Kauli hiyo imetolewa na mhandisi mkazi wa TANROADS mkoa wa Dodoma, Ellison Mwelandizi, baada ya kuona taarifa zilizosambaa katika mitandao ya kijamii ikionyesha kipande cha barabara kilichojengwa chini ya kiwango katika eneo la makaravati wilayani Kongwa katika barabara kuu ya Dodoma kwenda Gairo, na kutolea ufafanuzi kuhusu taarifa hizo. Kwa sasa kwa kawaida kabla ya kuanza kuweka lami huwa inawekwa eneo la majaribio. Kwa hiyo mkandarasi alipewa section ya mita 300 kwa ajili ya majaribio kuona kama zile parameters zote za lami zimekidhi viwango. Kwa bahati mbaya hiki kipande cha mwanzo cha mita 300 baada ya kupimwa na maabara yetu ikaonekanika havijakidhi viwango. Mkandarasi alikwisha andikiwa barua ya kwamba atarekebisha na yupo katika maandalizi ya kurekebisha hiki kipande. Kweli ni kwamba ni trial section, ni eneo la majaribio. Baada ya kupima lionekanika lami imekuwa ndogo kulinganisha na mix design ambayo ilikuwa inatakiwa kuwepo. Mhandisi Ellison Mwelandizi amewatoa hofu wananchi na watumiaji wengine wa barabara hiyo kuwa marekebisho ya haraka yatafanyika na kukidhi viwango vyote vinavyohitajika kwa ajili ya usalama wa vyombo vya usafiri na wasafirishaji. Nataka kuwataarifu wananchi
wote na watumiaji wa barabara hii kwamba barabara hii imejengwa kwa kiwango na imefuata taratibu zote zinazotakiwa. Ni hiki kipande tu cha mita 300 ambacho kilikuwa ndio kipande cha majaribio ili kuweza kupata mix design huko, ambapo sehemu nyingine inayoendelea zaidi ya kilomita 3 iko katika viwango vinavyotakiwa, na ni baada ya kuwa sisi tumepima na kumpatia vigezo vinavyotakiwa kulingana na mix design ya hii lami. Kwa hiyo kwa sasa ni sehemu ambayo iko sahihi, isipokuwa hizi mita 300 ambao ndani ya wiki hii itakuwa vimerekebishwa na iko katika ubora wake. Kwa upande wake, mwakilishi wa mkandarasi wa kampuni ya Kings Builder anayetekeleza ujenzi wa mradi huo, Edward Njau, amekiri kupokea barua kutoka TANROADS na kuahidi kufanya marekebisho hayo haraka iwezekanavyo. Ambacho kinaonekana huko mitandaoni kimeharibika ni kipande ambacho ni cha majaribio, ambacho baada ya kufanya hayo majaribio tulikiona kimefeli, ila tulishindwa kukirekebisha kwa wakati sahihi, ambapo ulikuwa mtambo wa kukangua lami hiyo ulikuwa bado hujafika site. Ila tunavyozungumza mtambo huko njiani na kazi ya kupangua tabaka hilo la lami na kulirudishia linaanza kesho mapema asubuhi. Na nikiri kwamba tumepokea barua kutoka kwa client ambaye ni TANROADS. Alitupa maelekezo ya kurekebisha kipande hicho, na toka tarehe 24 mwezi wa 11 kesho tunaenda kuanza kazi hiyo rasmi. Tukirejea jijini Mwanza, wazazi na walezi wa dini ya Kiislamu nchini haswa wapeleka watoto wao madrasa kwa ajili ya kupata elimu ya dini itakayosaidia kuwa na jamii yenye maadili mema na kujiepusha na anasa za dunia. Juberi Mgaya ana taarifa kamili. Wa idha arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna. Ni katika mahafali ya 3 ya Madrasat Firdausi iliyopo kata Nyakato jijini Mwanza, ambapo wanafunzi wa madrasa hiyo wameelezea umuhimu wa kusoma na kuhifadhi Qur'ani ili kuwa na jamii yenye hofu ya Mungu. Na wahusia wanafunzi wenzangu au wanawake wenzangu kupupia katika kuitafuta elimu. Hakika sisi wanawake Allah ametupa nafasi kubwa katika jamii, kwa sababu kwanza sisi ndo madrasa, lakini pia sisi wanawake, ukiangalia wanawake wengi wana historia kubwa katika Uislamu. Allah ametuorodheshia wanawake kadhaa katika Uislamu na historia zao. Kwa hiyo hatuna budi sisi wanawake kuisoma dini yetu, lakini mtu asiangalie ukubwa, mtu asiangalie umri. Mimi nakumbuka nilianza kuhifadhi kitabu hichi cha Allah nikiwa form 5. Na wasia wawe na pupa sana kuhifadhi Qur'ani, maana Allah kwenye Qur'ani amesema kwamba siku ya kiyama watu waliohifadhi Qur'ani watakuwa na madaraja. Utaambiwa usome ulipoanzia kuhifadhi mpaka utakapoishia, ndio utakuwa daraja lako litakapoishia hapo. Wahimize watoto wao wahifadhi kitabu cha Allah kwa juhudi. Tunaomba wazazi na walezi wawapeleke watoto wengine madrasa kama sisi. Akisoma risala mbele ya mgeni rasmi, Ustadhi Salum Saha ameelezea mafanikio yaliyopatikana tangu kuanzishwa kwa madrasa hiyo na kuelezea changamoto mbalimbali zilizopo, ikiwemo uhaba wa vitabu na ufinyu wa eneo la kituo cha kufundishia. Hadi leo tunapozungumza tumefanikiwa kupata watoto waliohifadhi juzuu 1, juzuu 2, juzuu 3, juzuu 4, juzuu 5, juzuu 9, juzuu 10, juzuu 17 na juzuu 30. Ninafundisha Qur'ani kwa lugha ya alama katika hichi kituo chetu. Tuko fursa hii kuwaomba wadau wote Waislamu ambao Allah Azza wa Jalla ameruzuku fedha kuwapatia na moyo wa utoaji, wajitokeze katika kituo chetu hichi, watufadhili vitabu kwa ajili ya kufundisha hawa watoto wetu. Halikadhalika sisi hapa tuna uhaba wa madarasa. Kiufupi ni kwamba hatuna madarasa, tunatumia msikiti kufundishia, na msikiti wetu ni mdogo, wanafunzi ni wengi. Watoto wakiletwa kwenye vituo kama hivi vya madrasa wakisoma, huwa mtoto aliyesoma hana uwezekano wa kwenda kwenye milima huko akaenda kuvuta bangi, hana uwezekano wa kwenda kwenye vibanda vya pombe akaenda kunywa pombe.
Kwa upande wake, Sheikh Abubakar Njiwamanga akimwakilisha Sheikh wa wilaya Nyamagana amewataka waumini wa dini ya Kiislamu katika madrasa hiyo kushirikiana kuboresha maslahi ya mwalimu ili kuendelea kutoa elimu bora kwa wanafunzi. Ndugu zangu, nataka niwaambieni hivi, tugawane kazi mimi na nyinyi kama mgeni rasmi, tukubali ili kuboresha hali ya maalimu, kuboresha hali ya wasomaji. Tushirikiane mimi na nyinyi, lakini tuahidiane hapa, nyinyi mtoke 2000 iwe 5000. Alafu mimi niwaletee mfadhili wa kuwapa kila mwezi shilingi 300,000. Hii elimu haipatikani kwa kurithi kama mali. Yaani sio baba ana mali ameondoka duniani basi watoto wake watagawana. La, mpaka mtu akae chini kwa mwalimu. Mkoani Iringa, mwandishi wetu Saadi Suleiman anaarifu kuwa kaimu jaji kiongozi wa Mahakama Kuu ya Tanzania Imani Aboud amewataka majaji, mahakimu na watumishi wengine wa mahakama kuzingatia uwajibikaji na maadili katika majukumu yao, wawezesha kila Mtanzania kupata haki anayostahili. Hayo ameyasema wakati akizungumza katika hafla ya kilele cha maadhimisho ya miaka 20 ya Mahakama Kuu Kanda ya Iringa iliyofanyika kwenye viwanja vya mahakama hiyo. Tunaendelea kusisitiza kwamba azma ya mageuzi na maboresho yanayoendelea ndani ya mahakama ni kuhakikisha kuwa hakuna sababu ya kuchelewesha mashauri bila sababu za msingi, na kwamba kila mtumishi wa mahakama ana jukumu la kulinda heshima na hadhi ya mhimili huu muhimu wa mahakama. Katika safari ya miaka 20 ya Mahakama Kuu Kanda ya Iringa, ni lazima tutambue mchango na mafanikio ya kanda hii, ikiwemo kuongeza kasi na kiwango cha usikilizaji wa mashauri, kuboresha huduma kwa wananchi kupitia dawati la taarifa la TEHAMA, kusogeza huduma za mahakama kwa wananchi, kuimarika kwa ukaguzi wa shughuli za kimahakama na kuboresha utendaji kazi. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Iringa ndugu Khairi James amesema ili haki itendeke lazima utaratibu ufuatwe na kutaka taasisi zote zipewe ushirikiano. Kwa hiyo niwaombeni sana taasisi zote zilizopewa mamlaka ya kuchakata utaratibu wa kufikia haki tuzipe ushirikiano wa kutosha. Tusipowapa ushirikiano jeshi la polisi, magereza, TAKUKURU, vyombo vya uchunguzi, hii haki tunayoitafuta katika muhimili wa mahakama hatuwezi kuipata. Lakini si hivyo tu, ni waombeni muendelee kutoa ushirikiano mahakamani pale kesi zinapoanza. Pale mnapoitwa kwa ajili ya ushahidi, nendeni mkatoe ushahidi ili kurahisisha mchakato wa mashauri mahakamani. Ikiwa jambo unalijua na uhakika unao, kwa nini unachelewesha kutoa ushahidi? Jambo ambalo linapelekea kesi moja inakaa miaka 2, 3 mpaka 5 kwa sababu ya mtu mmoja tu ambaye ameamua kuholdi ukweli alionao ndani ya moyo wake. Leo tunaposherehekea miaka 20, tunaamini tumepiga hatua kubwa ukizingatia na kule tulipotoka. Miongoni mwa maeneo ambayo tumepiga hatua ni pamoja na miundombinu ya mahakama, lakini pia huduma inayotolewa na Mahakama Kuu, kwamba tumejitahidi kutoa huduma bora, ikiwa ni pamoja na kusikiliza mashauri kwa wakati, kutoa maamuzi kwa wakati, lakini pia kuwahudumia wananchi katika hali ambayo inawaridhisha. Aidha, mwenyekiti wa chama cha mawakili Tanganyika TLS Moses ameitaka mahakama kutoa elimu kwa wananchi ambao hawana ujuzi wa kutumia mfumo mahakama utakao wawezesha kujua haki zao. Teknolojia inapokuwa inakuja, mara nyingi inakuwa na mambo ambayo kwa watu wengine hayaweki vizuri. Sasa elimu iweze kutolewa ni namna gani mwananchi wa kawaida ambaye hana wakili anaweza aka access mfumo wa mahakama kwa njia hii ya TEHAMA. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Iringa, mimi ni Saadi Suleiman, Mahasin TV. Kielekea kisiwani Pemba, serikali kupitia Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi imeanza zoezi la kuondoa wananchi ambao tayari wameshalipwa fidia lakini bado hawajaondoka kupisha ujenzi wa miundombinu ya barabara ya Kiungoni katika wilaya ya Wete, mkoa wa Kaskazini Pemba. Taarifa yake Juma Saif inasomwa studio na Rajab Shaban.
Akiongoza zoezi hilo, mkuu wa wilaya ya Wete Abdallah Rashid Ali amesema linawahusu wananchi wote ambao tayari wameshalipwa fidia lakini bado hawajaondoka ili kuhakikisha mkandarasi wa ujenzi huo anakwenda na muda kwa mujibu wa makubaliano. Mradi unaenda kwa muda na muda wa mradi huu unaelekea kumalizika, kwa hivyo bila ya kuongeza gharama nyingine kwa mkandarasi wetu tukasema kwamba tuje tushirikiane kuwasaidia wananchi kuondosha majengo haya ili kusudi kumpa mkandarasi site ya kuweza kufanya shughuli zake. Wito wangu na wananchi, tushirikiane kunako kuleta maendeleo na sio kukwaza kunako kuleta maendeleo katika maeneo yetu. Lakini pia wale ambao hawajafikiwa waweze kukaa tayari nao pia kuweza kutoa mashirikiano yao katika kupeleka miradi yetu mbele. Akizungumzia wananchi ambao bado hawajalipwa fidia kupisha ujenzi huo, mkuu huyo wa wilaya ya Wete amesema kwa yule ambaye mradi umemfika akaweza kupewa fidia, basi hakuna haja ya kuvutana, lakini anatakiwa kwa taratibu aondoke apishe eneo hilo. Na wale ambao hawajafikiwa kwa maana kwamba hawajalipwa fidia, basi serikali inawaacha kwanza mpaka itakapolipa fidia ili waweze kuondoka kwa taratibu, kwa sababu unampa fidia kuondoka hapa kakae pale, bila fidia basi wananchi wetu hawa hatuwezi kuondosha. Kwenye makosa wengine walikuwa kwenye sehemu inayostahili, kwa sababu wengine walikuwa ni wafanyabiashara. Ni lazima waweze kuzungumka kutafuta ile sehemu nyingine itakayowasaidia. Awali sheha wa shehia ya Kiungoni Omar Khamis Othman ametoa rai kwa wananchi wa shehia hiyo kutia agizo la serikali bila kushurutishwa mara tu baada ya kufanyiwa malipo ya stahiki zao. Kama alifanya kama ni mtani wenzao wakachelewa, siku 30 zikapita ikawa hawajafanya. Baada ya kupita siku tena serikali ikaja kusimamia zoezi, kwa sababu lengo ni kwamba tufanye vyema ujenzi wa barabara. Sasa wito wangu mimi, kwa sababu operation hii inaendelea, kuna barabara namba 1 na namba 2. Itakapotokezea wananchi upande wa pili pia washafanywa tathmini, wasio wakaidi kabisa. Wanapopewa maelekezo na serikali watii bila kushurutishwa, kwa sababu huo ndio ustaarabu. Na Wizara ya Afya Zanzibar imepokea msaada wa vifaa tiba kutoka shirika la Amref Health Africa wenye lengo la kuongeza ufanisi wa utoaji wa huduma bora za afya ya mama na mtoto. Nuhu Stima anatuarifu zaidi. Akizungumza baada ya makabidhiano ya vifaa hivyo yaliyofanyika ofisi ya Waziri wa Afya Zanzibar Mnazi Mmoja, katibu mkuu wa wizara hiyo Dr. Mgereza Mzee Miraji amesema msaada huo ni sehemu ya programu ya Uzazi ni Maisha inayolenga kuimarisha huduma za uzazi salama. Kabla ya tukio hili mlituletea ambulance van zile ambazo zinatumika na tunajitahidi kuzitumia effective, hasa katika swala zima la kinga. Tunakushukuruni sana, lakini kwa kipekee niwashukuru na niwapongeze watu wote wa kurugenzi ya tiba kwa kuhakikisha tunafanya kazi kwa kushirikiana na wenzetu wa Amref. Na kwa niaba ya Wizara ya Afya, mimi niwahakikishie tupo tayari kushirikiana na nyinyi kwa nyanja zote. Mkurugenzi mkazi wa shirika la Amref Tanzania Dr. Florence Temu amesema ili kufikia malengo ya utoaji wa vifaa tiba hivyo ni vyema kwa watumiaji wakawa na uelewa wa kutosha, pamoja na kuendelea kuihamasisha jamii kutumia vituo vya afya na hospitali. Sisi ni kama tunatia kichocheo tu, wanasema ni catalyst, tunaweka tu kichocheo, lakini watendaji na watimizaji wa malengo yote ni nyinyi Wizara ya Afya pamoja na wadau wote. Tunasema asante sana kwa support. Kipekee naomba ufikishe salamu zetu kwa Rais Dr. Mwinyi kwa kutupa support kipindi kizima cha kampeni, na hata sasa tunatambua kabisa kipaumbele katika sekta ya afya bado ni afya mama na mtoto, na si kwa jinsi tutakavyowezeshwa tutaendelea kutoa support pale tunapoweza. Kampeni ya Uzazi ni Maisha inaendelea kuwa chachu ya kuimarisha uwezo wa vituo vya kutolea huduma za afya Zanzibar kupitia upatikanaji wa vifaa tiba na mahitaji muhimu ya uzazi salama. Tumekabidhi vifaa vya shilingi milioni 245 na pesa ambazo zimebaki ni kama milioni 59 ambazo tutanunua tena vifaa, tutakuja kuvikabidhi mwisho. Kwa hiyo tunawashukuru sana wadau wote na tunawashukuru wananchi wote kwa kuweza kuungana nasi na kushirikiana ili kuboresha afya ya mama na mtoto. Na kwa taarifa hiyo ndio kunahitimisha kapu la habari kwa habari za kitaifa.
Tupate mapumziko mafupi na kisha tutarejea hapa kuangazia habari za kimataifa. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Shukran za dhati mtazamaji wa Mahasin TV wa kuendelea kuwa nasi. Na sasa ni wasaa kuziangazia habari za kimataifa kama zilivyoandaliwa naye Zuberi Mgaya. Karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Kundi la waasi wa M23 linalodaiwa kuungwa mkono na Rwanda limesema linaweza kuendeleza mashambulizi yake nje ya mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya kudhibiti mji wa pili kwa ukubwa katika eneo hilo wiki iliyopita. Kauli hiyo imetolewa na gavana wa mkoa wa Kivu Kusini aliyewekwa kwenye uongozi na waasi wa M23 katika mkutano na waandishi wa habari. Hatua hiyo ya kudhibiti mji wa Uvira, ambalo ni eneo la kimkakati kando ya ziwa Tanganyika karibu na mpaka wa Burundi, ni mojawapo ya mafanikio makubwa zaidi ya waasi wa M23 wanaosemekana kuungwa mkono na Rwanda. Sambamba na hilo, Marekani inasema kuwa kuhusika kwa Rwanda katika shambulio hilo kuna kiuka makubaliano ya amani yaliyoandaliwa na Rais Donald Trump, madai ambayo Kigali inayakataa. Uvira ilikuwa ni makao makuu ya serikali ya kidemokrasia ya Kongo katika mkoa huo, ikiendesha operesheni za kijeshi baada ya mji wa Bukavu kuanguka mwaka uliopita. Kwingineko, mamia ya watu nchini Tunisia wameendelea kufanya maandamano yaliyoitishwa na vyama vya upinzani na mashirika ya kisheria, huku maandamano hayo yakiendelea kwa wiki ya 4 mfululizo kwenye mitaa ya mji mkuu wa Tunis. Taarifa ya shirika la habari imesema kuwa waandamanaji walipaza sauti zao wakisema wanataka wafungwa waachiliwe huru na hawataki kuwa na jimbo la polisi, ikiwa ni kupinga hatua ya Rais Kais Saied ya kuimarisha hatua za kiusalama nchini humo. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, waandamanaji wamelaani hukumu nzito iliyotolewa ya kesi iliyopewa jina la njama dhidi ya usalama wa taifa na kifungo cha miaka 12 jela dhidi ya Bir Musa, ambaye ni kiongozi wa chama cha katiba huru nchini Tunisia. Hata hivyo, mawakili wa Tunisia wameitaja hukumu hiyo kuwa ni ya kisiasa na wanaiona ni sehemu ya unyanyasaji wa mfumo wa mahakama ili kuwafuta wapinzani wa kisiasa na Rais Kais Saied, wakisisitiza kuwa Abir Musa anakabiliwa na kesi nyingine zilizobuniwa dhidi yake ambazo zimetumia chaka la sheria zenye utata, kama sheria inayoitwa kanuni ya 54 kuhusu kupambana na taarifa bandia. Taarifa zinasema kuwa watu 21 wamekamatwa kwenye jimbo la Kairuni nchini Tunisia baada ya maandamano yaliyofanyika usiku kucha, ambapo maandamano hayo yamechochewa na kifo cha kijana mmoja. Na tukitamatisha habari za kimataifa, mjumbe maalum wa rais wa Marekani Donald Trump, Steve Whitaker, ameeleza kuwa amepiga hatua kubwa katika mazungumzo yake na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mjini Berlin katika jitihada za kumaliza vita vinavyoendelea nchini humo. Kabla ya mkutano wa saa 5, Zelensky aliwaambia waandishi wa habari kuwa Ukraine inaweza kuachia azma yake ya kujiunga na NATO ikiwa itapata dhamana ya usalama. Wiki iliyopita, pande zote mbili zilijadili mapendekezo ya Ukraine katika
mazungumzo ya siku 3 huko Florida ambayo yanaweza kuingizwa kwenye mpango wa amani wa Marekani, ambapo Zelensky pia alisema kuwa anatarajia kuishawishi Marekani kubaki mstari wa mbele wa vita badala ya kuvuka mipaka. Marekani imependekeza Ukraine iondoe wanajeshi wake kutoka mashariki mwa nchi, huku Urusi ikidhibiti 75% ya eneo la Donbas. Aidha, Marekani imesema kuwa kwa upande wake Urusi itajiondoa sehemu nyingine za nchi na kusitisha mapigano kutekelezwa. Hata hivyo, Ukraine haionekani kuwa tayari kukubali pendekezo hilo na haiko tayari kutoa ardhi yake kwa Urusi, huku Kyiv imeonya mara kwa mara kuwa Urusi itakuwa na urahisi wa kushambulia Ukraine ikiwa itashikilia mashariki mwa nchi hiyo. Shukran Zuberi Mgaya kwa habari za kimataifa. Na kabla hatujahitimisha kapu letu la habari, tujikumbushe miongoni mwa habari tulizokuwa nazo hivi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba wahimiza Watanzania kutunza akiba ya chakula. Bi Amina Juma, mkazi wa Chanika jijini Dar es Salaam, waomba Watanzania kumsaidia gharama za matibabu. Katika roba za kimataifa, M23 kuendeleza mashambulizi yake nje ya mkoa wa Kivu Kusini baada ya kudhibiti mji wa pili kwa ukubwa katika eneo hilo wiki iliyopita. Na mpaka hapo ndo tunafika mwisho wa kapu la habari. Inshallah pata majali wake Maulana. Ungana nasi hapo kesho muda na wakati kama huu. Kwa niaba wenzangu wote walifanikisha kuletea kapu la habari, mimi ni Hilal Sefuria nilikusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa ulikuwa naye Zuberi Mgaya. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi taufik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asante na kwaherini kwa sasa. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.